Shukran za kutosha zikufikie popote pale unazidi kufuatilia Double Updates, mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Nao sijajua kwa nini Ruto anajaribu kutengeneza picha ya kwamba ukiwa kwenye upinzani au opposition kuna namna unafanya dhambi kubwa sana. Yaani wewe ukiwa kwenye opposition, kwanza kuna namna kuna vitu huwezi kupata kwa sababu uko opposition. Mimi kwa upande wangu naamini kwenye opposition kwa sababu kuna nyakati huwa inasaidia sana. Unajua wananchi sio kila wakati tunakuwa na details kuhusu vitu ambavyo vinaendelea kwenye serikali au kwa serikali. Kwa sababu hata serikali yenyewe huwa inachagua ni kitu kipi mwananchi anataka kupata. Unapata Lakini kwa sababu opposition ndio watu wako opposition, lakini hapo lazima wanakuwa na viongozi wao ambao wanawakilisha kwenye hiyo opposition. And mara nyingi unakuta viongozi hawa ndo wale tu ambao wapo kwenye serikali. Sema tu wale wapo kwenye serikali, hawa wako nje. Kwa hao ambao wako nje mara nyingi wanakuwa na details za wale ambao wako ndani. Kwa hiyo ni muhimu sana hiyo opposition sometimes, kwa sababu inasaidia wananchi au mwananchi kujua baadhi ya vitu ambavyo viko ndani ambavyo sio rahisi viongozi ambao wako kwenye serikali kukuambia wewe mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo hivi vitu mara nyingi vinakuwa ni vile vibaya vya ndani ambavyo vimefichwa. Kwa hiyo mwananchi anapoambiwa ndo anajua kabisa kwamba kumbe kuna 1, 2 na 3 ambao inaendelea kwenye serikali hii sio poa. Kwa hiyo inabidi na sisi huko opposition tusukume ili mambo yaende vizuri. Yaani hakuwezi kukaa na serikali ambayo haitaki opposition au inaonyeshaga kwamba opposition ni mbaya. In fact kuwa kwenye opposition haimaanishi kuna vitu au kuna namna vitu vingine havifai kuwafikia. Sio kama na mtu ananielewa hapa, kwa sababu tukisema eti sasa opposition kuna namna vitu havifai kufika kwa sababu mtu yupo opposition, then hata wewe president unatakiwa kutuelezea kwamba wewe unakuwa president wa sehemu gani na gani, kwa sababu it means kama mtu haja kusupport wewe kama rais, unatengeneza hiyo picture ya kwamba kuna watu hawafai kushughulikiwa. Hapana, ukishakuwa president wewe umeshakuwa president. Unaweza ukatafuta kura, lakini usitengenezee watu picha kwenye vichwa vyao kwamba jamani sasa nyie mkikaa kwenye opposition itakuwa ni vigumu sana kwa upande wetu sisi kama watu ambao wapo kwenye serikali kuwaletea vitu. Mimi naamini hapo kwenye kuwaletea watu vitu, sio kama unanipata, inatakiwa kuwa kwa kila mtu, haitakiwi kuwa kwa wale tu ambao wanasupport. Ndio maana mimi huaga mara nyingi ni kwa against hii hapa empowerment programs, kwa sababu hizi programs mara nyingi zinaenda zile sehemu ambazo unakuta constituency labda kuna mbunge ambaye ni wa broad based, ni mbunge ambaye ana support William, lakini sasa zile constituencies ambazo viongozi wao hawa support broad based, inakuwa ni vigumu sana kuwapelekea vitu. Mimi naamini hapo kwenye kuwapelekea vitu, kwa sababu mwisho siku wanachangia. Unajua there is no way watu wanachangia kwenye ukuaji wa taifa. Kuchangia kwenye ukuaji wa taifa inamaanisha wanalipa ushuru. Nchi haikui bila ushuru. Hizo sehemu ambazo watu wako opposition wanalipaga ushuru. Na ndio maana kuna makanjo, kuna maafisa wa polisi, kuna kila aina ya taasisi, umenipata? Yani ipo, yani unakuta pale ni kwa chief, pale ni kwa wanalipa hizo ushuru. Wana maduka zao na biashara zao. Kwa mwisho siku kuna kitu inaingia kwenye ile account ya taifa, umenipata? Na hiyo ambayo inaingia kwenye account ya taifa ndio inataka kuwashughulikia, sio mabarabara, sio pesa za biashara, sio masoko, stima, sio nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kusema kwamba na nyinyi mmekuwa opposition kwa muda mrefu sio poa, sawa. I understand kwa upande wa William inaweza kawa ni tactic ya kufanya tu campaign, lakini kwa mwananchi ambaye anatoka Ukambani nataka uelewe kwamba isiwe issue kwako wewe kubaki opposition. Yani wewe usiangalie uko wapi. Wewe bora tu umependa na umeenda sehemu ambapo roho yako inataka. Kama ni opposition sawa, kama ni utopoa tu, wewe chagua ni lako, wewe chagua ni sehemu gani unataka kuenda. Lakini mwisho siku usikue na wasiwasi kwamba nikikuwa huku sitapata. Usipigie mtu kura ama usipigie William Samoei Ruto kura ukiwa na hofu ya kwamba jamani nisipompigia kuna baadhi ya vitu ambavyo sitapata huko. Hapana. Ndio maana kuna walimu, kuna mashule, kuna ni nchi, hii ni nchi moja. Ni sehemu tu, ni majina tu, western wapi huko, lakini at the end of the day treatment inatakiwa kuwa nini?
inatakiwa kuwa the same. Kwa mimi hapa nilitaka kabisa niweke hii kwenye kichwa cha mtu ambaye anatoka Ukambani, ambaye labda kwa namna moja au nyingine ameamini anachokisema Ruto kwamba sasa ukiwa kwenye upinzani unaonekana kama unahangaika. Trust me, kuna mtu leo hii yuko Rift Valley, nielewe vizuri, na kuna mwingine yuko Ukambani, wote wanaishi maisha sawa. Trust me, kwa duka huko ambako ananunuaga sukari sui kilo moja pesa ngapi, Quickmart ama Naivas ama sui gani ile ambayo iko Ukambani ndio iko kwa Kale, mnipate, na mwisho wa siku bei ni ile ile tu. Ikitokea serikali inataka kufanya kazi vizuri tu, watu wapate vitu ambavyo vinatakikana, trust me, sehemu zote zitapata bei sawa. So mtu asikuambie kwamba ukiwa kwenye opposition sina nini, sio dhambi kwa kwenye opposition. Hiyo ni tool tu ambao waga mara nyingi wanatumia kupata wafuasi na sio sawa. Lakini pia okay, wacha nikuwekee hiyo video ya William Samoei Ruto ndio tuendelee. Na nataka mnisikize kwa makini. Mimi nimeamua kabisa kwa vyovyote, kwa mapenzi ya Mungu, mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu na chini, hii Ukambani haiwezi kukaa upinzani tena. Hii Ukambani hii, hapana, nimekataa. Ama nyinyi mnataka kuendelea kukaa kwa upinzani? Hapana, hiyo nimekataa, my friends. Nyinyi mnanielewa? Hakuna mtu anaenda upinzani kwa kupanga. Mtu unafika upinzani kwa kimakosa na kwa ajali. Sasa mimi nimewakujia, mimi nataka niseme Ukambani mumekaa upinzani miaka mingi, imetosha. Kama kuna watu wanatakikana kukaa upinzani, wacha watu wengine waende upinzani pia. Lakini hii Ukambani tunataka tuunde serikali pamoja na nyinyi. Ama mnasemaje Ukambani? Watu wa wote mnasemaje? Mnasema tuendelee na kazi? Na mimi nataka niwaulize, si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Si ndio mnachagua MCA na mbunge na senator na governor na rais? Nani anachagua? Si ni nyinyi? Mimi nauliza nyinyi, mtu anachaguliwa kwa sababu ya sura ama kwa sababu ya kazi? Munijibu bwana. Mtu anachaguliwa kwa sababu ya sura ama kwa sababu ya kazi? Mtu atafanya kazi yoyote anapatiwa uongozi? Mtu hana mpango, hana sera, hana agenda, hana idea, hana chochote, hata unapatia mtu aongoze, si Kenya itakwama? Mimi nawauliza. Sawa Mr. President, but kwa aliyesikiliza na anatoka huko Ukambani, wewe ichukulie kama tactic ya ni njia tu ya kukutongoza, yani anakutongoza, yani wewe ndo unamsupport na vitu kama hivyo. Lakini deep down tuongee ukweli, Ruto kupata kura za Ukambani sio rahisi, as much as atapata kidogo. Of course kuna zile za 5, 4, 10, 100, 200 anaweza kapata kidogo, lakini hiyo Ukambani ni ya Kalonzo, kwa sababu I'm 100% sure Kalonzo ndo anapeperusha bendera ya opposition 2027. Hiyo nimesha confirm, hiyo nimeconfirm, na hata usiwe na wasiwasi. Kalonzo lazima anapeperusha bendera ya opposition 2027, whether anakuwa deputized na anatembea ama Matiang'i ama nani. Lakini niamini ninapokuambia kwenye list ya United Opposition Kalonzo ndo anabeba. Hiyo subiri tu wewe mwenyewe utajionea, sawa? But Ruto na Ukambani sawa tu, amefanya campaign, ametembelea huko, kuna miradi zingine ambazo anataka kuanzisha, or labda amefanya nini, amebless kwamba okay sawa ndio hiyo nimeleta, hii hapa itaendelea, there is no problem. Ni vizuri atembelee kila sehemu, lakini kura za Ukambani na William ni vitu viwili tofauti kabisa. Kitu cha kwanza, unaona huyo Kalonzo ni kiongozi wa asili, yani sisi bado tuko huko kwa mtu wetu huko, yani like Kalonzo ni mtu wa Ukambani, umenipata? And Kalonzo amekuwa kiongozi wa eneo hilo kwa miaka mingi sana, ana mizizi ya kisiasa hiyo jengeka kwa vizazi, na amejulikana na wafuasi wake. Kwa hiyo Wakamba lazima watampigia Kalonzo kura. Kitu cha pili ni uaminifu wa wafuasi wa Wiper. Wiper ni chama ambacho kinafanya vizuri sana Ukambani na waga wanafagia. Kwa kipindi cha miaka ngapi jamani, wamekuwa wakimpigia Raila kura tena vizuri sana. Hata sometimes nashinda huko Luo Nyanza. And trust me, Kalonzo kama ndo akisimama this time round ndo itakuwa kubwa zaidi. Kitu kingine pia ni historia ya siasa za kikabila hizi pia, unajua tena. Siasa za Ukambani mara nyingi zinazingatia historia na urithi wa kisiasa. And Ruto hakuwa na historia ya uongozi wa eneo hilo. Hajai, hata ukiangalia hata mwaka 2022, 13, 17 amekuwa na uhuru.
Wewe umeona namna ambavyo vitu vilikuwa vinafanya nini, vinakuwa. Lakini pia kuna mshikamano wa kisiasa wa Kalonzo, and Kalonzo amejenga umoja wa kisiasa ndani ya eneo lake, and ikiwemo umoja wa Wiper na washirika wa eneo. Hii hapa pia inakuwa vigumu sana kwa viongozi wengine, hata sio Ruto tu, hata akina former Chief Justice Maraga, ni ngumu sana huko kupata kura za Ukambani. Lakini pia kuaminika kwa ajenda ya kieneo. Of course wafuasi wa Ukambani wanamuona Kalonzo kama mtu anayejali maslahi yao, yani mtu ambaye anawajua kuliko hata viongozi wengine wa nje. Ni mtu wa ndani, alafu anaelewa vitu vya humo ndani, na wanajua kwamba huu mtu wetu huko anakotupeleka ndo sisi tunataka kuenda. Lakini pia historia pia waga ni muhimu sana, and Kalonzo amekuwa na hiyo historia ya kushinda uchaguzi kikanda, yani ukizungumzia Ukambani hapo inakuwa ndio hivyo. Lakini pia kuna hizo hisia hizo, sympathy. Kalonzo amepambana pia kwa muda mrefu. Sasa utaniambiaje Wakamba eti from nowhere tu ameshamruka Kalonzo, ameshaingia kwa William Ruto? Never. Hii inakuwa ni vigumu sana. So sawa tu yeye ahesabu Ruto, ahesabu tu kama tu fulani ambao bana nilikuwa napeleka vitu huko, there is no problem. Lakini mwisho wa siku kupata kura za Ukambani, hiyo ni uongo, na unajua uongo sometimes pia ni dhambi. Sasa mimi kudanganya kwamba atapata uongo. This time round inaweza ikawa ni 99% ya Ukambani naenda kwa Kalonzo kama atakuwa amesimama, kwa sababu wametamani kwa muda mrefu kusimama. So watasubiri direction kutoka kwa Kalonzo. Msijali hizi numbers, unaona watu wanapost mapicha kwamba ana crowd kubwa. Crowd kubwa, watu lazima wanakuja kuona ni kitu kipi kinafanyika hapa. Huyu rais kakuja hapa na kuna viongozi wengine, there is no problem kwenye watu kujitokeza kuona ni kitu kipi kinaendelea. Rais amekuja tu, shida iko wapi sasa watu kujitokeza kuangalia? Si ni kitu cha kawaida sana. So ndo maana mimi kwa upande wangu mimi nilikuwa nahisi, not even kuhisi, yani ukweli ambao upo ni kwamba picha zisidanganye watu, yani ni vitu vya kawaida sana hivyo watu kufurika sio na mambo kama hayo. Anyway, so niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Narudi na video nyingine ya Uganda. Nimeambiwa Uganda yule Museveni kashaamua kama mbaya, yani siku watu watakuja kupigana huko. Museveni naye bwana na mambo mengi. Haya, tukutaneni kwenye video ambayo inafuata hiyo ya Museveni. Bye bye.